maana ulitungwa na mkuki na mfalme ukatungwa na misumari kwa ajili ya magonjwa yetu na kwa ajili ya dhambi zetu, na kwamba kwa kupigwa kwako Bwana sisi tulipona. Uponyaji ni miliki ya huyu dada. Amen. Nami kama mtumishi wako Baba, ninamwekea mkono kama yasemavyo maandiko matakatifu kwamba waaminio wataweka mikono juu ya wagonjwa kwa jina lako Bwana Yesu Kristo, na wagonjwa watapata afya. Nakemea huyu roho mchafu wa maumivu ya kichwa anayesumbua katika maisha ya huyu dada. Ewe roho wa giza, toka katika maisha ya huyu dada na uende kuzimu kwa jina la Yesu Kristo. Ninakuamuru sasa kwa mamlaka niliyopewa kwa Roho Mtakatifu wa Bwana, toka katika maisha ya mtu huyu, toka ya kuzimu. Bwana, naita afya, amen, naita uponyaji, ukombozi mkamilifu katika maisha ya mtu na mzingira kwa damu ya Yesu Kristo, kwamba napotoka katika madhabahu haya aondoke na uponyaji wake. Amen. Asante Bwana Yesu Kristo kwa kuwa umemponya binti yako. Kwa jina la Yesu Kristo naomba. Amen. Pokea uponyaji wako dada. Ondoka na ukiri uponyaji wako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mfalme wa amani, Mungu wa uponyaji, angalia huyu binti Bwana, amepiga magoti madhabahuni pako. Nasema naumwa na kichwa. Najua hizi ni nguvu za giza zinazokabili maisha mbele simu wa maumivu ya kichwa na kuvamia kwa jina la Yesu Kristo. Toka katika maisha ya binti, chilia maisha, chilia kichwa cha huyu na uende kuzimu kwa jina la Yesu Kristo. Mfalme wa amani, naomba unyoshe mkono wako Bwana wa uponyaji, uguze afya ya binti. Tatizo linalosababisha kuumwa kwa kichwa, Baba ukashughulikie jambo hili, ukakomeshe kazi za giza, ukakomeshe nguvu zote za mapepo katika jina la Yesu Kristo. Ulete ukombozi mkamilifu, ulete afya na amani katika maisha ya mdada. Maumivu yote ya kichwa na yaondoshe kwa jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa kumponya dada yetu, asante kwa kumpa afya, asante kwa kufungua. Sifa utukufu ni vyako Bwana milele zote kwa jina la Yesu Kristo naomba kwenda. Amen. Kiri kupokea haja ya moyo wako kwa jina la Yesu Kristo. Mfalme mwema, Mungu mponyaji, neno lako takatifu katika Zaburi 103 mstari wa 2 na 3 nasi na kwamba wewe ndiwe Bwana Mungu utuponyaye magonjwa yetu yote na kusamehe maovu yetu yote. Baba, ninamleta ndugu yangu Jobu ambaye amepiga magoti madhabahuni pako, ambaye ingelishwa maumivu ya tumbo na kichwa na tesa mwili huu. Ewe roho chafu wa maumivu, toka kwenye mwili, toka mbele kuzimu kwa jina la Yesu Kristo. Hauna haki kukaa mwili huu na kutesa maisha haya. Ninakuamrisha kwa jina la Yesu Kristo, mtoke ndugu huyu na uende kuzimu. Baba, naita afya na uponyaji katika tumbo la ndugu yangu. Amen. Naita afya na amani katika kichwa cha ndugu yangu, kwamba Bwana afya, amani iwe miliki ya ndugu huyu anapotoka katika madhabahu haya, aondoke mzima aliyeponywa kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo naomba. Amen. Mwamini Yesu. Okay. Kupokea uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Mungu alimuonesha ndugu yetu mahali hapa kwamba huyu dada ana tatizo la presha, na kwamba presha hiyo imepanda kiasi ya juu, lakini huyu dada akiamini Mungu atamponya ugonjwa huu. Kwa hivyo dada, umekuja katika mstari wa maombi. Nimekwambia
hapo mbeleni ya kwamba ni kitu kimoja tu kinachonyang'anya mtu uponyaji: maisha ya dhambi, kutoamini ndani ya mtu. Kwa hivyo nakutaka uchukue hatua ya imani. Mungu akionyesha jambo na Mungu akinena kuhusu maisha yako katika tatizo ulilo nalo, ina maana ya kwamba neema yake ipo ya kushughulikia jambo. Amen. Kwa hivyo nakutaka uchukue hatua ya imani. Hata nasema ya kwamba moyo wake wakati mwingine unampiga kwa kasi, na hali hiyo inakuwa ngumu hata kwake kuweza. Najua ugonjwa wa pressure na ugonjwa wa moyo ni mapacha, ni magonjwa yanayoshikana. Ndio sababu anahisi namna hiyo. Na kutaka kanisa mahali uliko hapo uamini, pamoja na dada yangu hapa kwa madhabahu uweze kuamini. Si mwanadamu anayekuponya, kwa kuwa hawezi kufanya hivyo. Amen. Lakini Kristo anayekuponya. Nataka uinue imani yako na macho yako kwake, umtazame Kristo. Takatifu Bwana Yesu Kristo, Mungu uliye yule jana, leo na hata milele. Mungu ambaye unatupenda na kudhihirisha pendo lako kwetu Bwana. Mfalme, umetuneemesha na hata kutuma vipawa vya Roho wako Mtakatifu kutenda kazi miongoni mwetu katika kanisa ili kuwasaidia watoto wako walio na matatizo, walio na shida, ambao wamesongwa na nguvu za giza na wanaoteseka. Mfalme, tunakushukuru kwa ajili ya vipawa ambavyo unazidi kuinua katika kanisa hili. Na Baba, ulionyesha maisha ya huyu dada akiwa anasumbuliwa na roho wa pressure, akimhangaisha, akitesa maisha yake. Sasa Mtakatifu wa mbinguni, Mungu uliyeonyesha jambo hili na Mungu uliye mponyaji, Baba, ninakuita uwanjani katika maisha ya huyu binti wa Abraham ambaye anasema moyo wake unapiga kwa kasi, na unapopiga kwa kasi inamzuia hata hawezi kula chakula. Ana tatizo la pressure. Mtakatifu wa mbinguni, ninakuomba Bwana Mungu uliyeleta ujuzi wa chumba cha juu, Mfalme, leta ujuzi wa chumba cha juu tena Mfalme katika kanisa hili wakati huwa mchana. Ulete uponyaji wa kiungu katika mwili wa huyu dada, ulete ukombozi katika mwili wa huyu dada, ulete afya katika maisha ya huyu dada. Ewe roho wa pressure, ewe roho wa ugonjwa wa moyo, ewe roho unayefanya moyo kupiga kwa kasi, ninakuvamia kwa jina la Yesu Kristo. Ninakuapisha mbele za Bwana. Ondoka katika maisha ya huyu dada. Achilia haya maisha, toka maisha haya na uende kuzimu kwa jina la Yesu Kristo. Hauna haki ibilisi, hauna haki roho mchafu, hauna haki ewe roho wa ugonjwa wa pressure, hauna haki ewe roho wa ugonjwa wa moyo. Umeshafunuliwa na kazi zako zote chafu, na kwa kuwa umeshafunuliwa, hakuna chochote ambacho kinazuia wewe kutoka katika maisha. Amen. Ninakuamrisha sasa kwa mamlaka niliyopewa kama mhudumu wa Injili na kama mtumishi wa Bwana wakati wa jioni, toka katika maisha. Funga mizigo yako yote, kazi zako zote za giza, toka katika maisha haya. Afya irudi katika mwili huu kwa jina la Yesu Kristo. Mfalme, nyosha mkono, guza maisha binti yako, muinue Kristo mkomboe Bwana, tokana na mizimu, tokana na roho za magonjwa, na afya irudi kwa mwili. Utukufu na heshima zikurudie Bwana wetu Yesu Kristo. Mfalme, akupe ushuhuda, alete sifa na utukufu kwa jina lako Bwana, kwamba ndiwe Mwokozi ambaye ulimponya, ambaye ulimfungua, ambaye ulimweka huru tokana hizi roho chafu za mateso. Baba, ninakushukuru. Mfalme, ninakuinua, ninamtangazia uponyaji wa kiungu
katika jina la Yesu Kristo, kwamba dada umeponywa. Pokea uponyaji wako katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki. Akupe haja ya moyo wako. Asante. Nenda kwa